أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان وزangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana alipomsifia akisema warafa'na laka dhikraka. Ikhwani wazangu, ama leo ni kwa mara nyingine tena tunakuja na kipindi chetu kinachoitwa nazif au ilaji nazif, kuponyesha tatizo la kutokwa damu, yani hedhi ya kijini, kuponyesha tatizo la kutokwa damu, na hasa mwanamama, hasa mwanamama kumponyesha tatizo la kutokwa damu ambao inaitwa hedhi ya kijini. Kwa nini tunaita hedhi ya kijini? Nisikilize vizuri mama yangu, hasa yawezekana either ni wewe au ni mwenziwe akawa anasumbuliwa na tatizo hilo la kutokwa tu na damu muda wote, katika hali za namna hiyo. Either akawa anatokwa na damu mfululizo katika maisha yake, either akawa anatokwa na damu punde tu anapotaka kuwa na mwenza wake ndio damu zinamtoka, au akawa anatokwa na damu baada ya tendo la ndoa. Almuhimu, yote kwa yote haya yanaweza yakatokelezea kwa mwanamama. Hii tunaita ni kutokwa damu, ni nazifu gini, yani kutokwa damu kwa sababu ya majini. Sasa hii inakuwaje? Embo nisikilize mama yangu. Anasema baada anwa' al-jinni yasb al-mar'ati bin-nazif ar-rahamiyya qatil wa tadhhabu al-mar'ati ila al-atibaa'i rajiyat an yajidu a'rad al-amrad al-'adawi wa la yanjahu fi 'ilajihi. Asema wapo wa mama baadhi ya majini, baadhi anwa' al-jinni, baadhi ya aina za majini huwapata wanawake, huwaingia wanawake, huwachezea wanawake, na kuwasababishia nazifi rahami, yani kutokwa na damu katika vizazi vyao. Wamama hawa muda wote tu wao wapo katika kutokwa damu katika vizazi vyao. Lakini hali hiyo si hali nzuri. Hiyo hali mnachoona akasema al-qatil, hali hiyo ni hali ambayo inaweza ikaenda ikamuua mama, kwa sababu kuwa unatokwa damu siku zote, wiki zote, miezi yote, hiyo ni hatari katika maisha yako. Inaweza ikapelekea upungufu mkubwa sana wa damu kwako wewe. Kisha katika hali za namna hiyo, baadhi ya wamama wanapokuwa wameshapatwa na hali hizo, sasa asema watadhhabu almar'atu ila al-atibaa'i rajia an yajidu a'rada. Anasema huwa wanatoka baadhi ya wamama kwenda kwa matabibu aina mbalimbali, huko wakienda kwa maana ya kwenda kutarajia ponyo na pengine hata kupata dalili au maelekezo ni kitu gani ambacho kinachopelekea hali hizo za yeye kuwa anatokwa na damu. Either ajue ya kwamba hali hii ya kutokwa na damu ni kwa sababu al-amrad adwi, ni kwa sababu ya maradhi ya kiviungo tu ndio maana damu zinanitoka tu mimi, au ni kwa sababu gani? Lakini hata hivyo wanapofika huko mwanazuoni nasema wala yanjahun wa fi ilaji,
wao wagonjwa wenyewe na wale waliowapeleka wanakuwa hawafaulu katika ponyo. Au ta'ti ilaji binataij aksiya ghairi mutawaqqi'a, yani au hata wakienda kutibika huko kweli wataweza kutibika, lakini tiba yenyewe ikaja, yani ponyo zao zikaja kimuundo tofauti, sio katika ule muundo ambao uliokuwa ukitarajiwa. Wa ahyana la yajiduna lahu sababa, lakini mara nyingi pia au mida mingine hawajui sababu inaopelekea hali za namna hiyo ni nini. Kwa hivyo pamoja na yote hayo, bado huyu mama anatakiwa atibike. Pamoja na kwamba mama huyu amezunguka kwa matabibu wengi kwenda kutafuta ponyo yake, na bado akawa hajapata ile ponyo halisi, basi mimi nikwambie ponyo ipo ndani ya nyumba ya tiba na dua. Dawa hii nimeipa jina, inaitwa hedhi ya kijini. Hedhi ya kijini, kwa maana ya kwamba hata wewe hapo ulipo, kama itakuwa imetokelezea unasumbuliwa na hedhi za kijini katika muundo au katika maelezo ya namna ambavyo hivi tulivyokwisha eleza, basi wewe tunaambie tu Sheikh Khamis Suleimani, na mimi nataka hiyo dawa inayoitwa hedhi ya kijini. Hiyo hedhi ya kijini, mimi nitakuwa nimekwisha kukuelewa nini unachokusudia na ni kipi kinachosumbua katika maisha yako. Nitakupatia hii dawa na utaenda kuitumia kwa utaratibu maalum kwa idhini yake tabaraka wa taala. Na hii ni dawa ya kunywa, sio dawa ya kukoga, wala sio dawa ya kufusha, wala sio dawa sijui ya kupakaa, bali hii ni dawa ya kunywa tu, yani unakorogea kwenye uji, unakunywa. Hii inaenda kutibia kizazi chako kilichokamatwa na shetani, kilichokamatwa na majini, kinachoharibiwa na majini. Kwa hiyo utaenda kutibia kwa dawa hii, na kwa idhini yake tabaraka wa taala unaenda. Na hii dawa si kwa maana kwamba iko peke yake kama jinsi hivi unavyoiona. Hii ina wenza wake, ina wafuasi wake, kwa maana ya kutengeneza ile udozi kamili. Utaenda kuipata na nitakupatia kwa idhini yake tabaraka wa taala katika hali za namna hiyo. Ikhwan, ndugu zangu, waljinnu yusabbibu almar'ati an-nazifi li sababaini au thalatha. Mwanazuoni anaeleza katika hali ya namna hiyo. Mwanazuoni Usama Muhammad al-Audi anasema, na jini au majini wanaweza kumsababishia mwanamke kupata kutokwa damu kwa sababu 2 au sababu 3 muhimu, ambazo ndizo inaweza ikawa ni moja iliyompelekea mama huyu kupatwa na tatizo hilo. Kumbuka hapa tunazungumzia mama anayetokwa na damu kwa sababu ya majini, na si mama anayetokwa damu kwa sababu ya maradhi ya kibiolojia. Lazima hilo ulieleweke pia. Kisha hayo mambo mawili au mambo matatu, sababu 2 au sababu 3, nazo ni zipi? Mwanachoni akaanza kusema sababu ya kwanza, mwanamke kutokwa na damu kwa sababu ya majini. Asema antakuna almar'at mashurat, awe ni mwanamke aliyerogwa. Wa hadha huwa taklifihi mina sahir, na hii ni kwa sababu jini huyu amelazimishwa na mchawi. Yani uchawi umetengenezwa huko, na baada ya kutengenezwa huko pakazalika kiumbe cha kijini. Kile kiumbe cha kijini kikalazimishwa kwamba nenda kwa fulani binti fulani, na huyu adhabu yake ni yeye awe anatokwa damu tu siku zote, saa zote, wiki zote, miezi yote, miaka yote. Na pengine ikaenda kuwekwa ule uchawi ulipoenda kuzikwa, asa ikaenda kuwekwa, wengine wanaenda kuweka kwenye miporomoko ya maji katika mito, kwenye maporomoko ya maji. Sasa yale maji yanapokuwa yanaporomoka na yanapokuwa yanapiga kama ndio ile azima yenyewe na gongwa na yale maji wakati yakichirizika, na mtu anasema kabisa kama jinsi haya maji yanavyoendelea kuchirizika na kugusa dawa yangu hii, basi
ndivyo damu iendelee kutoka kwa fulani binti fulani. Maji haya yatakapokatika, basi na yeye damu yake ikatike. Umeenda kuwekwa kwenye mto ambao sio katika, kwenye kiangazi, kwenye kipwa, kwenye masika, kwenye kipupwe, maji yake hayakatiki, wewe unamporansa ngapi? Katika hali za namna hiyo. Na ndivyo hivyo jini aliapiziwa, alifanywa ile qismun, maapizo. Na ndivyo hivyo kwa jini alifanyiwa taazim, aliazimishiwa, na kwamba na kuazimia uende ukafanye kadha wa kadha, anapewa maazimio. Na ndio jini ambaye alifanyiwa tawakkul. Tawakkuli yake ni kwa namna gani? Kwa hiyo anakuja kwa yule mwanamke kwenda kufanya yale tawakkuli, mategemeo ya mchawi kwa jini yule, kwenda kuyafanya kwa yule mwanamke. Ndiyo yule jini anakuja kufanya maapizo aliyoapiziwa na mchawi kwa yule mwanamke. Ndiyo huyo jini anakuja kufanya taazim, ile maazimio yake aliyoazimiwa huko, au maapizo aliyoapiziwa huko, na kadhalika na kadhalika. Kwa yote haya mama huyu atakuwa katika hali ya ugonjwa ulio mkubwa sana, kwa sababu ya mchawi ameweza kuyafanya hayo. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, ambapo pia sisi Nyumba ya Tiba na Dua, kwa kulijua hili na kwa kuwafuata wanawazuoni namna gani walivyokwisha kulieleza na wakatoa suluhisho lake, tukaandaa dawa hii, na mimi nikaipa jina hedhi ya kijini. Hedhi ya kijini. Kwa na wewe kama upo katika mrorongo wa namna hiyo, basi jitahidi uipate dawa hii inshallah. Lakini kitu kingine au sababu nyingine ya pili, ambayo tunasema sababu za majini kuwakumba wanawake na kuweza kuwatoa damu katika via vyao vya uzazi, na akawa anapata kutoka damu kana kwamba ana bridi. Sababu ya pili anasema antakuna almar'at, antakuna almar'at, ni awe huyu mwanamke maashuqat lilginia, awe ni maashuqat, yani mtu ambaye anaitiwa hamasa ya mapenzi na majini. Kifupi tunasema awe ni mwanamke anasumbuliwa na majini mahaba, kifupi chake tunasema hivyo. Kwamba ili mwanamke awe anatokwa na damu, sababu ya pili ni kwamba ni mwanamke awe ana majini mahaba, awe na mpendeleo na majini mahaba. Wa huwa yughari alaiha, kwa sababu huyu jini mahaba au huyu jini ambaye anamtia ile hamasa za mapenzi, yeye huwa anamuonea wivu huyu mwanamke. Yughari alaiha, anamuonea wivu huyu mwanamke min zawjiha, wakati huyu mwanamke anapokuwa na mwanamume wake wa kibinadamu, anapokuwa na mume wake wa kibinadamu, edha wanapotaka kutekeleza jambo lao la tendo la ndoa, huyu jini anaanza kumuonea wivu. Sasa katika hali ya kumuonea wivu, hapo panaweza pakatokea mambo. Edha kabla huyu mwanamume mke na mumeo kulifanikisha tendo la ndoa, huyu mama kashaanza kutokwa na damu, shughuli itakuwepo hapo shughuli hakuna tena. Edha huyu mama baada wakawa wameshafanya lile tendo lao la ndoa, lakini kwa hasira za ujini akaenda kumpekecha kwenye kizazi chake, huyu mama akaanza kumwaga damu kama adhabu. Au si hata katika maungamano baina yake huyu mama na mume wake wa kibinadamu, bali huyu jini kwa kukata ule mzizi wa fitna anamtia maradhi huyu mama aendelee kutokwa na damu mwanzo mwisho, saa zote, siku zote, wiki zote, miezi yote, miaka yote. Kwa ndipo pale utamkuta mtu mama mwingine ana mwaka mzima yeye ana breed tu, mwaka mzima yeye ana breed tu. Subhana Malikul Qudus. Hii hali ni hali ambayo ilikuwa ni ya hatari katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo wao yughari alayhi, shetani huyu jini huyu anakuwa na muonea wivu huyu mama min zawjiha, kwamba huyu mama anapokuwa na mume wake wa kibinadamu, jini huyu anaona wivu. Wa yuhawilu man'iha min adh-dhikri was-salati, na ndiye ambaye utamkuta huyu mama pia anamfanyia hayo ili pia hata kumzuilia huyu mama asiweze kufanya dhikri za kumdhikiri Mwenyezi Mungu,
asiweze kufanya sala za kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kwa kudhani ya kwamba mimi nipo kwenye period, mimi natokwa damu, sasa natokwa damu nitasali, natokwa damu nitafanya dhikri, katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo huyu mama katika hali ya kawaida atakuwa anawaza hivyo, kitendo ambacho kitampelekea huyu mama asiweze kufanya dhikri aina yote, asiweze kusali, asiweze kufanya ibadati za aina mbalimbali. Alimuhimu tu ni kwamba lile jini limemkamatilia katika hali za namna kama hiyo. Na hii ni kwa sababu baadhi ya nisau yajahalna farqu baina an-nazifi wal istihada wal haidh, kwa sababu wamama wengi wameshindwa kufuatilizia hizi shida zinazowakuta au hizi shida walizonazo, kutofautisha baina ya kutokwa na damu kwa sababu ya kijini, baina ya kutokwa damu kwa sababu ya majini kuchezea kizazi chake mwanamama, baina ya kutokwa damu mwanamama kwa sababu ya period yake ya kawaida, ada yake ya mwezi. Hizi aina tatu wanashindwa kuzitofautisha pia. Kwa kitendo kimoja wanapelekea zote hizo ni period, na hatimaye, na kwa sababu tayari umeshaitakidi hivyo, inakufanya sasa wewe ushindwe basi kufanya ibada za aina mbalimbali. Lakini yote kwa yote, nini suluhisho? Suluhisho ni dawa hii ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili ya kwenda kuondosha shida hizo za kishetani. Naambie tu Sheikh Hamis Suleimani, na mimi naitaka hiyo dawa, inaitwa hedhi ya kijini, itaenda kukutibia. Na dawa hii sio ya kufusha, dawa hii sio ya kuchua au kupaka, dawa hii sio ya kukoga, bali dawa hii ni ya kula. Kwa maana ni dawa ya unga, utaenda kuchanganyia kwenye uji na kunywa. Hiyo itaenda kufanya kizazi chako kikae salama. Hiyo itaenda kufanya kuondosha kizazi chako kilichobanwa na mashetani ndani mwake, na ubakie uwe ni mama uliokuwa salama kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ikhwani zangu, sasa mimi nisubiri oda yako sasa. Naambie ni wapi wewe ulipo. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, na ndipo ofisi yetu pia ipo. Utaipata dawa hii kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, na utaenda kuitumia. Na kwa wale walioko Dar es Salaam ni rahisi sana kuipata dawa hii. Na kwa wale waliopo nje ya Dar es Salaam, maana yake ni yeye tu kunipa oda yake kwamba na mimi naitaka hiyo dawa, basi utanielekeza ni mkoa gani ulipo, wilaya gani, mji gani, basi tutaweza kusafirishia na ikafika hii. Na hata wale waliopo nje ya nchi, na wao huwa wanauliza wakati mwingine kwamba sisi tuliopo nje ya nchi tunasaidika vipi? Kwa mtu aliyopo nje ya nchi, kweli anaweza kasaidika vile vile. Utasaidika kwa maana ya kusafirishiwa huko ulipo, na zinaweza zikafika dozi yake kamili kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, na utaenda kupona matatizo hayo. Kwa hiyo hii ni moja tu nimekuonyesha, lakini hii ina wenza wake pia katika hali za namna hiyo insha Allah. Kwa hiyo tutafute kwa namba hizo zinazoonekana hapo katika screen yako, na itakuwa ni rahisi kwako kwa kutuma ujumbe wa sauti, ujumbe wa message kwa WhatsApp, au hata kwa kupiga moja kwa moja insha Allah. Ni mimi ndugu yako Sheikh Hamis Suleimani, na nikutakie kheri na mafanikio yalikuwa mema, na nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.